ile sura ya 12. Ufunuo wa Yohana sura ya 12. Ufunuo wa Yohana sura ya 12 ule mstari wa 15. Tukifika naomba tuseme Ufunuo wa Yohana 12 mstari wa 15. Tumefika. Neno la Mungu linasema, nyoka akatoa katika kinywa chake nyuma ya huyo mwanamke maji kama mto afanye kuchukuliwa na mto ule. Nyoka akatoa katika kinywa chake mto maji kama mto ili afanye kuchukuliwa na ule mto. Yani ule mto uliotoka katika kinywa cha yule nyoka ulitengenezwa nyuma ya mwanamke ili umzoe, ili uchukue, ili mto, ili nyoka ishara ya shetani, lakini inaweza ikawa ni mtu ameachilia maneno, lengo la maneno ya msombe, inaweza ikawa ni mchawi, mshirikina, nani, kwa namna yoyote, lakini kama ukijua kwamba kwenye ulimwengu wa roho naweza ukatengenezewa mto ambao unatakiwa kusomba ukuchukue. Mto unaweza usiwe mto kama mto tunamjua. Mto unaweza ukatengenezewa pigo, unaweza ukatengenezewa maneno kazini ya kusingiziwa, lengo tu ufukuzwe. Unaweza ukatengenezewa jambo kwa mume wako ili tu hiyo ndoa ivunjike, kwa mke wako ili hiyo ndoa ivunjike. Unaweza ukatengenezwa kitu chochote kwa lengo hicho kitu kikusombe. Na umetengenezwa nyuma, yani umeachiliwa nyuma, yani umetengenezwa kwa siri, usijue mpaka uhakikishe uje ukusombe. Lakini kama Mungu aishivyo, kama ambavyo ardhi ilimsaidia yule mwanamke ikafunua kinywa ikaumiza ule mto, acha na sisi asubuhi leo tuende mbele za Bwana tumwambie kila aina ya mto uliotengenezwa wakati sisi tumelala ili utusombe, utuchukue. Ardhi kama ilivyomsaidia yule mwanamke ikatusaidia, kwa sababu na sisi ndio kanisa, na sisi ndio alama ya yule mwanamke. Ile ardhi iliyomsaidia ikatusaidia na sisi kwa jina la Yesu, ikameza chochote ambacho kimeachiliwa kwa jina la Yesu Kristo Nazareti. Fundi mitambo unatuangusha rafiki. Sema Mungu Baba, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu na kuja mbele zako kwa moyo wa shukrani. Umenipa neema ya kuiona siku ya leo iliyobeba ushindi na utukufu, maana imeandikwa hii ni siku aliyoifanya Bwana, nasi tutafurahi na kushangilia. Kumbe ndani ya siku kumebeba furaha, kumebeba mashangilio. Mungu wa mbinguni, imeandikwa ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Silaha tulizo nazo zina uwezo katika Mungu atakuangusha ngome. Baba, katika jina la Yesu, nasi tunakwenda kwenye ulimwengu wa roho. Mto wowote uliotengenezwa nyuma yangu ili unichukue wakati mimi nimelala, napeleka damu ya Yesu kwenye kila aina ya mto uliotengenezwa juu yangu, uzao wangu, familia yangu, kila kinachonihusu. Mto wa aina yoyote na upelekea damu ya Yesu mahali yaliko ayo malango ya kuzimu, na mwanga damu ya Yesu, maana imeandikwa wewe ndiwe Petro, juu ya mwamba huu nalijenga kanisa langu, na malango ya kuzimu hayatanishinda. Kwa damu ya Yesu hakuna lango la kuzimu litakalonishinda, kutokea kwenye ardhi, kutokea kwenye mto, kutokea kwenye anga, kwa jina la Yesu, kupitia kwenye moto, kwa jina la Yesu. Mto aina yoyote kwa damu ya mwana kondoo alizisikia, kama ambavyo ulimsaidia yule mwanamke ukafunua kinywa ukameza mto, kwa jina la Yesu. Mto wowote unameza
unamezwa asubuhi ya leo, unamezwa asubuhi ya leo. Anaanza kupitishwa huo mto. Waambie kila mto uliotengenezwa, mto wa maneno, mto wa ajali, mto wa misiba, mto wa magonjwa, kila aina ya mto uliotengenezwa kwenye meza, hautanichukua kwa jina la Yesu, hautanisomba, hautafanikiwa kwa jina la Yesu. Huo mto wa aina yoyote hautawasomba watoto wangu, hautanisomba mimi, hautasomba utumishi wangu, hautasomba mume wangu, hautasomba kazi zetu kwa damu ya Yesu, hautatusomba kwa jina la Yesu. Huo mto kama magonjwa yaliyokuja ili kutuua, hatutakufa kwa damu ya Yesu. Huo mto kama tabia iliyoachiliwa kwa watoto wangu ili kuharibu hatima, hautawasomba kwa jina la Yesu. Rama sikata ya manda, hautawazoa, hautawachukua. Huo mto hautawachukua kwa damu ya Yesu, hautawachukua. Hiyo tabia haitawachukua kwa jina la Yesu, hautawazoa, hautawasomba. Alizifunue kinywa iwasaidie watoto wangu, alizifunue kinywa inisaidie na utumishi wangu, alizifunue kinywa inisaidie kwenye ndoa yangu, alizifunue kinywa inisaidie maisha ya kwetu katika jina la Yesu. Kila aina ya mto ulioandaliwa, uliotengenezwa kutusomba, hautatusomba asubuhi ya leo na kwenda kwenye ulimwengu wa roho. Chochote kilichoamliwa, chochote kilichopangwa ili kutuzoa, ili kutuchukua, hakitatuchukua, hakitafanikiwa. Nakiharibu kwa jina la Yesu, ninakiharibu kwa moto, ninakiharibu kwa moto, ninakiharibu kwa moto. Chochote kilichokusudiwa kutuharibu, hakitatuharibu kwa damu ya Yesu, hakitafanikiwa, hakitafanikiwa, hakitafanikiwa kwenye biashara zetu, hakitafanikiwa kwenye kazi zetu, hakitafanikiwa kwenye familia zetu, hakitafanikiwa. Baba, kwa jina la Yesu, chochote kilichopangwa kuharibu maisha yetu siku ya leo, hakitafanikiwa kwa damu ya Yesu. Kwenye malango yetu, kwenye ardhi zetu, kwenye biashara, kwenye hiyo nyumba, hakifanikiwi kwa damu ya Yesu. Tunakibatilisha, tunakitengua, hakitatokea, hakitakuwa. Chochote ambacho Bwana amekiagiza juu yetu kinaharibiwa kwa moto, kinaharibiwa kwa damu ya Yesu. Chochote ambacho si cha Bwana kinaharibiwa asubuhi ya leo. Watoto wangu hawatasongwa, mume wangu hawatasongwa kwa damu ya Yesu, kazi zetu hazitasongwa, tunaharibu kwa moto. Chochote ambacho si cha Mungu hakitafanikiwa kwa jina la Yesu, hakitafanikiwa kwa damu ya Yesu, hakitatokea, hakitatokea. Huo mto uliotengenezwa ili kutuzoa, ili kutusomba, haufanikiwi kwa jina la Yesu, ili kusomba kazi zetu, ili kusomba biashara zetu, ili kusomba afya, ili kusomba watoto, hautafanikiwa. Huo mto ninaukataa kwa damu ya Yesu. Huo mto ulioachiliwa ili kutusomba, hautatusomba kwa jina la Yesu, hautatuchukua. Chochote ambacho si cha Mungu hakitafanikiwa kwa damu ya Yesu. Chochote ambacho si cha Bwana hakitatokea kwetu katika jina la Yesu. Shauri lolote la uharibifu lililotengenezwa kwa siri na kwa wazi, Baba, katika jina la Yesu, halitafanikiwa, halitafanikiwa. Hilo shauri la mauti, hilo shauri la ajali, hilo shauri la mapepo, hilo shauri la magonjwa, hilo shauri la misiba, halifanikiwi kwa jina la Yesu, halitatokea, halitakuwa kwa damu ya Yesu Kristo. Jina la Yesu, kila neno lolote lililotamkwa kinyume na Mungu maana yule joka alitoa kutoka katika kinywa chake, Baba, kwa damu ya Yesu, kila kinywa kilichonena, kila kinywa kilichoinuka ili kututamkia mabaya, ili kuturuizia mabaya, Baba, kwa jina la Yesu, tunapeleka moto kwenye vinywa vyao, kwenye vinywa vya hayo majoka, majoka kama watu, majoka kama watu, majoka kama waganga, wachawi, warozi, washirikina, wenye ila, watuchukia, wale wenye wivu, wasiotupenda. Hayo majoka tunaachilia moto kwenye vinywa vyao, tunaachilia moto kwenye vinywa vyao kwa damu ya Yesu Kristo. Tunaachilia moto, tunauachilia moto wa Yesu Kristo ukateketeze. Bwana anasema yeye ni moto ulao, nani atakayestahimili katika huo moto uteketeza? Hakuna anayeweza kukaa. Kwa hiyo kila aina ya mto uliopangwa, ulioandaliwa ili kutusomba, ili kutuzoa, tunapeleka moto, moto wa Bwana, moto wa Bwana, moto wa Bwana. Chochote kilichopangwa kutuchukua hakitatuchukua na hakitafanikiwa kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Sema, Mungu aliye hai, ninakushukuru ile kwamba umenipa siku ya leo, unaniwazia mema, yale mawazo mema unayoniwazia wewe, ninayapokea, ninayapokea kwa jina la Yesu. Nanyunyiza damu ya Yesu kwenye lango la asubuhi, kwenye lango la mchana, damu ya Yesu kwenye lango la jioni, damu ya Yesu kwenye lango la usiku. Ninaikomboa siku yangu na masaa yake
na dakika zake kwa jina la Yesu. Tunajiweka mikononi mwako. Yesu, chochote kilichokusudiwa, kilicho kinyume hakitasimama. Ninakataa habari mbaya kwenye malango yangu, maana imeandikwa ni mizuri kama nini miguu yao ipelekao habari njema. Ninakataa habari mbaya, ninapokea habari njema kwa jina la Yesu, maana imeandikwa watenda mabaya waliponikaribia kwa ile nyama yangu walijikwaa wakaanguka. Yeyote ambaye ameinuliwa na kuzimu kunifuatilia, kuniwinda siku ya leo, popote ajikwae na kuanguka, na silaha zake zimrudie yeye mwenyewe kwa jina la Yesu. Asante Yesu kwa ajili ya siku ya leo, maana ni siku iliyobeba furaha, iliyobeba kushinda kwa utukufu wako Kristo. Amen. Mpe Yesu makofi mengi. Haleluya. 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 Amen. Naomba tukae kwa dakika chache. Yaani hapo ushaimaliza siku yako. Hata kama wateke mtego wa namna gani, tunatebua kwa jina la Yesu. Leo wana watashangaa yule kumtegeza vitu. Imekuwa kuanda hawajui kwamba kwenye vyumba vya siri tunabadilishaga. Haleluya. Na tukitamka huwa inakuwa kwa jina la Yesu. Neno la kwetu anasema huwa nafurahia ile Yeremia 5:14 anasema amefanya maneno yetu aya. Yaani usifikirie tu ile neno la Mungu. Neno lako unaloliomba analifanya kuwa moto, na adui yako anamgeuza kuwa kuni. Anasema ule moto utokao katika vinywa vyenu unawala wale maadui. Huwa naogopa sana, yaani huwa naogopa sana anayecheza na mtu ambaye anajua kukaa kwenye nafasi yake na kutamka. Ujue wewe utaliwa tu, yaani utaliwa kwa jina la Yesu. Lakini ukikinyume sasa, wewe usipojua kuachilia, watakumeza wewe. Sasa na wewe usikubali. Ujue kufyatua marisasi ya moto. Amen. Tumepewa tu sasa. Unajua watu wa Mungu kipindi cha kina Yoshua, wao waliambiwa wapigane vita kwa panga. Yaani ilikuwa ni panga kwa panga. Yaani panga hizi tunazozijua. Sisi silaha tulizopewa ni maneno. Yaani neno lako ni upanga. Neno unalolitoa ni moto. Neno unalolitoa ni nyundo. Neno unalolitoa yani sisi. Yaani neno hili ndio tunalopigana nalo. Ndio maana tunaambiwa vita yetu sisi si ya damu na nyama. Wenzetu walikuwa wanaenda kwa damu na nyama na wanashinda. Sasa sisi tunaambiwa tuende rohoni. Yaani naweza nikawa niko hapo nyumbani ninarusha makombora naenda baki nilikozaliwa. Wanaona wachawi wanacharazwa viboko tu kwa jina la Yesu. Haleluya. Siku moja nilifanya hilo zoezi na nilitokea watu wa Mungu. Tusiwe tunadharau vitu vidogo, na ndio maana sema imani bila matendo imekufa. Na Ukristo hatuna matendo. Weka kwenye matendo wakati mwingine. Kama nasema wewe ni rungu langu, si kumute tu. Haleluya. Nilichukua karatasi kama hiyo, nikaandika majina ya wanaotaabisha. Amina. Siwezi kukufuata nikakupiga ngumi, lakini bado naweza kukupunda. Nikachukua kiboko kizuri kilichonyooka, tandika ile karatasi mpaka ikachanika. Amina. Na wako kule, yani wako kijijini, mtu anaona anahangaika, unashida gani sana, nasikia mtu ananichapa, napigwa viboko lakini vinapotokea sijui. Kumbe kuna mahali vinapotokea, kuna mtu amepata mahali, anakumuta kwenye ulimwengu wa roho na inakuwa kwa jina la Yesu Kristo. Neno lako ni nyundo, chukua nyundo, usijua nyundo ya kawaida. Ichukue, weka hapo, piga. Na washinda nao na Bwana watapondwa. Watapondwa na nani? Mbingu. Yaani Mungu atoke mbinguni kuponda watu. Wewe ponda wanaotutabisha. Utaenda kunishtaki kwamba umenipiga, umeniona. Sisi tunapigana rohoni. Njoo rohoni. Tupigane rohoni. Nje hakuna mahali pa kunishtaki. Haleluya. Changu kumonta una mahali pa kunishtaki. Shakutia mangeu una mahali pa kunishtaki. Lakini mimi rohoni nimekukanyaga, nimekuseta chini ya miguu na kwa hiyo kanyamaza kimya, kama ambavyo hauwezi kuinuka ninakufunga hiki kinywa kwa jina la Yesu. Shida tunawahurumia. Hivi ni Ezekieli mnaisomaga, lakini Yesu alisa. Ina Mithali 11 tu wala ina mambo mengi. Anasema kitendo. Na sasa cha ajabu ambacho kwa kinaniumiza zaidi, anasema waanzie patakatifu. Yaani hao wapigaji waanzie kanisani. Na anawaambia wapige na wala wasione huruma. Wewe unamwonea huruma nani?
kumuta, unachokumuta ni roho inayotenda kazi ndani yake. Takutana na mchungaji anayetulia. Usimuonee huruma, wewe unapiga roho itendayo kazi. Akiona viboko vinamnamba, kwani unaniona? Lakini jamani, si utakuwa nitafutia kesho ile amenipiga. Nakula nitafuta ugomvi. Mimi sikuwepo, sipo, ila roho nilikuwepo. Haleluya. Kwa hiyo unaposema yani neno watu wa Mungu unalolipata ndio hilo umepata maarifa, litumie. Tutasema tu wachawi ndio wanatumia kutumia ishara, kwani sisi hatuna akili. Ndio maana wana wagiza wanatuzidi maarifa. Neno la Mungu ni nyundo. Shetani pata neno la Mungu ni nyundo. Mungu katika jina la Yesu. Neno la Mungu ni nyundo. Wanaoshinda na wewe wanaponda na kuponda kwa jina la Yesu. Tunaponda huko. Na kitu kingine tunachofeli, tunawekeza maombi matupu. Yaani tunawekeza maombi matupu yasiyo na neno. Tusome neno. Ndio utaniani kijua kwa sababu haki yangu imefichwa kwenye neno. Furaha yangu imefichwa kwenye maombi. Nikilipata neno la kunisaidia nitachukua kama sheria. Kuna mahakama ambao unaenda kushtakiwa pasipokuwa na kifungu cha sheria cha kunishtaki. Kwa hiyo wakati mwingine ndio maana Mungu amesema neno lake hilo amelikuza kuliko jina lake. Hadi zake hizo amezikuza. Kwa hiyo ukishasema neno anasema hata kama nilikuwa na sababu ya kunyamaza, kwa sababu kuna kifungu cha sheria kinachonibana, ana namna ya kunyamaza. Huko usitafute kujua Mathayo, Yohana, Luka ngapi imeandika. Ninachojua imesemaje. Amen. Imeandikwa hapo usiwezi. Ndio lazima nikalime vyote mistari nitakalimi neno linaniambia nini. Mbinguni sitafika na meza Yohana aliandika nini, ila nitajua kwamba neno linasema nini. Kwa hiyo ukisubiri kukalili nikalime Marko 10:11 Yohana ngapi? Imeandikwa. Kwani Yesu bala anajaribiwa, tulisikia anasema Yohana au Yeremia au Marko au Ezekiel alisema imeandikwa. Kwa hiyo na mimi nafiatuka na imeandikwa. Ndio nitakayofiatuka naye. Ukisema imeandikwa, niambia subiri kimaliza maombi tukae tufungue Biblia. Tutafute ilikoandikwa, lakini ninachojua ndivyo ilivyoandikwa. Imeandikwa wapi kama tafuta. Haleluya. Yesu akasema habari za Isaya. Labda walituthibitishia pale kwamba ili itimie yale maneno yaliyonenwa na nabii Isaya hapo. Lakini Yesu anajaribiwa, anasema imeandikwa. Tusimjaribu wala imeandikwa, tumsubiri. Yaani wewe fiatuka na ime. Shetani ananifanyia wapi mimi nitaka niambia imeandikwa wapi? Wewe uliandika. Haleluya. Okay, twende kwenye tulishia kwenye Yeremia ngapi? Au tushasahau jamani? Yeremia Amen. Kwa hiyo mpendo wangu, hiyo ni siri nakupa. Wewe usilazimishe kukariri Yeremia, Yohana, Marko. Wewe kama mtu wa Mungu ninaweza nikajua hiyo Biblia kuanzia mwanzo mpaka Ufunuo, Luka, Yohana ngapi, lakini kawa isisaidie chochote. Hakikisha una mistari 10 inayonisaidia kwa habari ya afya. Hakikisha una mistari 10 inayonisaidia kwa habari ya watoto. Hakikisha una mistari 10 inayonisaidia kwa habari ya mafanikio na uchumi wangu. Hakikisha una mistari 10 inayokuambia wewe ni nani. Yaani ili hata kama ni Biblia hiyo nitaisoma, lakini najua hata nikiamshwa usingizini bado sielewi. Naambiwa ninakuombea mtoto. Sijipepesi imeandikwa watoto wangu watafundishwa Bwana amani yake itakuwa nyingi. Ninakataa watoto wangu kufa wakiwa vijana. Yaani ninayo. Sio tu mimi nimesoma nimerudia Biblia mara 30 hata kama mara 40. Tuambie ukitaka kuombea afya nayo, unazo silaha za kuwezesha. Unataka kuombea watoto, unazo silaha za kusaidia. Unataka kuombea uchumi wako, unazo silaha za kusaidia. Au ndio baba Mungu shuka, baba Mungu shuka. Ashuke kutoka wapi? Wewe hakikisha unavyotendea kazi yako. Napoenda shambani ninavyo, ninavyo vifungu vya sheria. Nataka kuombea ndoa yangu, nina uhakika nikikaa chini. Yaani unakomaa na ule mstari mpaka kuzimu inasema sasa hapa. Hatutakiwi kukaa.
imeandikwa alichokiunganisha Mungu hakuna mwanadamu akitenganisha. Asiwepo ukitenganisha. Yeyote aliyeingia katika hii ndoa kwa jina la Yesu, ina maana Mungu anapingana na wewe, apondwe, anatoka anachia ndoa yangu. Mungu umesema unachukia kuachana, sitaachia kwa jina la Yesu. Ndoa yangu hakuna kutoa, sitaondoshwa kwenye hii ndoa. Ndoa na iheshimiwe na watu wote na maradhi yawe safi. Yeyote anayetafuta kuchafua ndoa yangu toa kachia. Kanyaga mpaka ule. Lakini tukimuuliza unaombea nini? Nasema baba shuka, baba Mungu, baba unaniona, baba nitazama, anamtazama sana tu, ila anasubiri asikie kutoka kwako. Haleluya. Kwa hiyo hakikisha unazo silaha za maangamizi. Binti umri umeenda, unataka kuolewa, wewe mkomaa na Isaya, mwambie Isaya umesema ya kwamba hakuna atakayekosa kuwa na mwenzake. Sema tuangalie katika kitabu imeandikwa hakuna atakayekosa kuwa na mwenzake, na ukasema si vema mtu huyu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi. Mimi ni msaidizi wa mtu mahali, huyo msaidizi wa kwangu mahali alipo kwa jina la Yesu nitakutanishwa naye, sitakosa kuwa na mwenzangu. Mimi nina mume kwa jina la Yesu, mimi ni mke wa mtu kwa damu ya Yesu Kristo. Ndani ya kiapo ukiwa na haki. Lakini baba Mungu, baba shuka, unaona umri umeenda, ashuka ende wewe. Alishakupa ukaa duniani, nataka shuka, kishuka huo ndoke sasa. Mwambie ashuke. Tunamshushaga wapi sijui Mungu. Angeshuka siku moja kama tusingekimbizana kama mshale. Ana mahali pa kushuka, alishatupa. Ndio maana nasema siku akija atakuja kama kwanza. Kwa hiyo ukimshusha nataka kumshusha. Usitamani ashuke. Anaona utakuwa umemleta kabla ya wakati. Sasa atashuka kama si kama tetemeko, si kama radi, si kama ngurumo, mimi sijui atashuka kwa staili gani. Sasa hivi ni sisi tumepewa kumiliki huko duniani. Kwa hiyo tusimshushe haraka. Okay, Yeremia 44 ngapi tulisema? Mpaka 20 ngapi? Okay, tuende kwa pamoja. Neno la Mungu linasema tazama na waangalia niwaletee mabaya. Na muangalie sentence tazama na waangalia niwaletee mabaya. Wala si mema. Nao watu wote wa Yuda, ondoa Yuda, weka familia yako, ukoo wako, kabila lako, wakahapo katika nchi ya Misri. Nchi yako unaijua, wataangamizwa kwa upanga na kwa njaa, hata wakomeshwa kabisa. Kumbuka sentensi, wakomeshwa kabisa, wakomeshwa kabisa. Kuna familia, kuna kabila, kuna koo. Vifo kila mwaka ni kuzika. Lengo nini? Kukomeshwa kabisa. Na ili wakomeshwe kabisa, kinachoanza kufa ni watoto wa kiume, kwa sababu wakiwepo watoto wa kike ule ukoo haukai pale, wanahama wanaenda kwenye koo zingine. Wa kiume wakifa wamekomeshwa kabisa. Okay, mstari wa 20 anasema nao watakao kimbia upanga watatoka katika nchi ya Misri na kuingia katika nchi ya Yuda, watu wachache sana, watu wachache sana. Na wote wa Yuda waliosalia watakwenda nchi ya Misri ili kukaa huko. Watajua ni neno la nani litakalosimama, ni neno langu au neno lao, ni neno langu au neno lao. Lengo ni kuletewa mabaya. Tunaletewa mabaya bila shaka, wala sio mema, ni mabaya. Na anasema mtakaje kujua kwamba ni neno la nani? Ishara ni hii. Ni nini kinaendelea? Yaani wewe ukija kuangalia kwenye familia yako, hata tusitafute kwamba kwenda rohoni au tuzame kabisa tumtafute na Roho Mtakatifu. Angalia maisha ya kwenu. Yaani angalia familia ya kwenu, angalia mmezaliwa wangapi kwenye familia ya kwenu. Familia ya kwenu ikoje? Wenda wewe ndio tajiri wa ukoo. Angalia maisha ya kwenu yakoje, ndoa za kwenu zikoje, angalia elimu za watu wa kwenu zikoje, angalia uchumi wa watu wa kwenu ukoje. Ukishaona maisha yanavyokwenda, utapata jibu ni neno la Mungu au ni neno la shetani linatawala kwenu. Umemaliza. Nilisema tunapambana nini? Usivunje kazi shetani. Kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa ili azivunje kazi za ibilisi.
Waraka wa kwanza wa Yohana 3:8. Alizidishwa ili asivunje kazi za ibilisi. Ukishaona hayo unabudi kuvunja kazi za ibilisi. Sio wote ndivyo tulivyo. Baba si mjomba ndivyo alivyo. Si baba mdogo ndivyo alivyo. Wewe umeona ni nini kinafuata baada ya kuona? Ikushtue tu, yani ishara ni hii. Kwa haya ninayoiona haya mabaya tu, wana kwetu hakuna mazuri. Nasema iwaletee mabaya wala si mema. Huo ni mema. Yani hata ukizidiwa, hakuna hata kupigia usiku saa 8 za usiku kumwambia ndugu hapa nina shida na uko nitumia hata 100,000. Yani unayemwomba 100,000 kwa balance yake ya wiki ni 5,000. Kwa hiyo ukishaona dalili za namna hiyo, ujue kwamba hapa kuna kazi za shetani. Lazima niingie kazini, na Mungu hawezi kutuondoa katika hizo kazi za shetani ile kwamba tu ni Wakristo tunasali kanisani. Bwana angaiki. Ile kwamba mimi ni Mkristo, niko hapa na sali na basha yangu na fulani mchungaji ananijua, mwenyezi ananijua, haitakubadilishia kutoka kwenye mabaya. Ndio maana anasema kwenye ile Ezekiel anasema anatafuta mtu miongoni mwao. Miongoni mwao anatafuta huyo mtu atakayeona kwamba hii hali mbona sio hivi kwetu. Kwa nini tuko hivi? Hivi kwetu mbona hakuna mwenye amani kwenye ndoa? Hivi hakuna mbona anayesoma? Hivi mbona hakuna angalau hata kwenye basketi? Tusizungumzie tu ugali, tuulize basketi. Mbona tu hakuna hata angalau hata kwenye nyumba kazuri hata kutokeza sema angalau ile nyumba nzuri? Vyote mko maisha ya kawaida sana, maisha ya duni. Sasa huyu atakayeshtuka akasema baba hapana, nasimama kwa toba kwenye malango ya familia. Hii sababu ya haya yote wenda tulikukosea. Wenda kama ambavyo Danieli alituliza hivi. Hii hali ya ukiwa tu. Mbona hatuelewi. Akaanza kusoma. Sisi sasa hivi hatuwezi kutafuta historia za kina mababu. Historia tunayoitafuta na tafuta kujua. Neno la Mungu inaniambia nini? Ndio maana nimesema tafuta kuwa na uhakika kwamba afya yangu Biblia inaniambia nini? Uchumi wangu Biblia inaniambia nini? Nikishaona niko kinyume na hivi ambavyo Biblia inavyoniambia, ninajua kabisa ninaposoma Biblia na nikajikagua, kwa sababu neno la Mungu ni kioo cha kujitazamia. Je, ninaangalau hata nusu? Kwa sababu naweza nikavaa nguo nikajitazama kwenye kioo, hii imekaa kama tafadhali nipigie, ngoja nivue. Angalau tu nijione kama hata tafadhali nipigie, kama sijioni na kujua hapana, lazima nirudi mbele za Bwana. Kwa nini hizi fursa baraka matendo makuu uliyotuahidia tunapishana naye? Kuna mabaya ambayo yamefanyika, kuna kazi za shetani hapa. Hata kama baba zetu walitenda dhambi na sasa hawapo na wametumiliki, hatuna namna ya kuchomoka. Lakini kwa kuwa umesema unatafuta mtu miongoni mwao atakayesimama mahali palipobomoka, niko tayari Bwana, badilisha, tubadilishie historia. Haya kutalia nyumbani, kutokuolewa, kutokusoma, iwe mwisho kuanzia kwenye vizazi vya kwetu na kuendelea. Na achilia damu ya Yesu Kristo ili kuanzia kwetu watoto wetu wasome, watoto wetu wajenge nyumba nzuri, waoe na kuolewa, sherehe zisikike, ndoa zisikike. Maana nasema nitakomesha siku, nitakomesha sauti ya bwana harusi na sauti ya bibi harusi. Lakini asipopatikana mtu wa kusema hapana, ndio mtakuwa utasikia kwenye vyombo vya habari. Tukija kanisani tunasikia watu wameoana, lakini kwa nyumba za kwetu sisi hapo tunazoa kuachika tu. Haleluya watu. Lazima usimame kwenye nafasi. Mwambie Mungu hapana. Umesema unamtafuta mtu niko hapa yangu. Hivi tunajiulizaga. Unaweza kuwa una bidii sana. Kuna mambo makubwa unataka uyaone yanatokea. Lakini kwa sababu Mungu wewe ndiye amekuchagua, amekuweka kwenye hiyo familia na umeyaona haya yanayokusikitisha. Shida ni moja. Tunayoyaona yakatuchoma, yakatuumiza, tunaishika kunung'unika. Huwa tuyapeleke kama hoja mbele za Bwana. Na ukiyapeleka kama hoja mbele za Bwana, wewe unaweza usione faida ya maombi unayoyaomba kwako wewe, kama angalau na mimi nimejenga ghorofa, angalau na mimi nimenunua gari kazuri, ukawa na maisha ya kawaida sana. Lakini kuanzia kwako wewe, watoto uliowazaa, unaanza kuona nuru, unaanza kuona. Kwa sababu umesimama wewe kuhakikisha hayo ya kale yanapita, inakuja agano jipya. Watoto wetu wanaochukua wanakuja na matendo mengine. Unafikiri Daudi kwa nini hakumjengea Mungu nyumba? Amekazana na amewekeza kweli.
Yaani nyumba imejaa mpaka nakaa naambia watu basi, yani basi kutoa sadaka basi. Maana vitu vimetosha kwa ajili ya kujenga nyumba. Lakini Mungu anamwambia, hautanijengea nyumba. Kwa nini? Mikono yako imemwaga damu. Sisi vita vyetu si vya damu na nyama. Tuna mapigano nayo yapigana. Ninaweza mimi nikaishi maisha ya kawaida kabisa ya milioni 5, milioni 10, milioni 20. Lakini watoto wangu wakaja na wao wakaisabika kwenye mamilionea na matrionea. Kwa nini mimi nakaa hapa sasa hivi na mwaga damu? Kujitoa kwenye zile romba, kujitoa kwenye yale mabaya. Ninapotoka na watoto wangu wanatoka. Kwa kuanzia hapo, watoto wakisimama, hawawezi kuwa na haya. Sikiliza mtu wa Mungu. Watoto tunaowazaa sisi, watu wakutana na chale kwenye mili yao. Lakini sisi mama zetu walituhangaisha kwa wazee huko, wanatuchanja chale. Kwa nini? Hawakuwa na namna nyingine. Lakini leo hii, mtoto wa kwangu hata wewe haujui unakateje. Labda kama alikata na kata kucha. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo ukiyaona hadi mtu wa Mungu, lazima usimame. Wewe hata upambane. Utaishi tu hayo maisha, lakini watoto wako wametengenezea daraja. Unasema kuanzia kwa watoto wangu, hai hakuna atakayeachika. Kwa watoto wangu, hakuna atakayeishia kati, watasoma mpaka vyuo vikuu. Yaani wewe unatengeneza njia ya watoto wako ili wapite vizuri. Wazazi wetu hawakujua hayo. Na neema ya wokovu haikuwepo, yani wanajiendea tu kwa miungu wako, kanisani wako, kote wako. Lakini asante Mungu sisi aliyetuleta madhabahuni ili kwamba tuyajue haya, kwamba hayo mabaya ninayoyaona kwenye familia kwangu, anasema ataleta mabaya, ninawaangalia ili kuwaletea mabaya, wala si mema, kuwaletea kuwaletea mabaya. Ilikuwa nakaa na tafakari. Na vitu vingine nasemaga hivi, wazazi wetu wawe vioo vya kujitazamia. Unajiuliza mamangu alikufa na miaka mingapi? Ni kweli. Kwa hiyo na mimi nitembee kwenye ile hali ya dhiki na taabu ya Daudi kwamba 75 au ngapi? Isaya anasemaje? Kwetu hata kuwepo mtu atakayekufa, mtoto akiwa chini ya miaka 100 na kataa, sitakufa kabla ya miaka hii. Unajiombea mwenyewe. Nilikuwa nawaza na tafakari, nikaanza kupiga picha na angalia kwenye familia kwetu. Niliwaambia hapa mimi baba yangu simjui. Siku moja mama ana mimba ya kwangu ya miezi 5, wanawake mtaimewa na chuma aliyokuwa nao kupata mama. Wakavamiwa na majambazi wakapiga risasi kwa mama. Mimi ndio niko tumboni. Ikaja mtoto akaangu, mtoto wa Mungu akauliwa na majambazi, anaenda kwanza mfumo mzima. Sijakaa mtoto wa kakangu kwa upande wa baba mkubwa akavamiwa na majambazi, wakamchananga mapanga kichwa hivi aone huku na huku na huku. Sasa Yesu akakuwa amekwenda kufa juzi tu hapa, lakini waliharibu mishipa. Fikiri panga hizo, anataka uione damu hiyo damu inayotembea. Hapo nilikuwa upande wa kwetu, nimekuja kwa baba mkubwa na ni baba mkubwa tofauti. Angalia hiyo damu hiyo huko. Watakufa kwa upanga. Siku moja kaka yangu ambaye tunazaliwa baba mmoja mama mmoja, akasema kuna watu wanakuwa wananivizia usiku. Nikasema wewe kile ambia hapana, tunaacha kazi, tunafanya kazi. Nikamwambia Mungu, ninakataa, hakuna damu itakaomwagika tena kwenye ardhi. Natembeaga na mdomo wa kwetu nilikozaliwa, naisemesha wewe alizisikia, hakuna damu itakaomwagika hapo tena. Ulikuwa damu ya baba yetu inatosha. Kaka zangu hawatakufa kwa upanga, dada zangu hawatakufa kwa upanga. Sikia wachawi kiinuka kijiji, yaani tumekuwa tushaimaliza hii familia. Tunamkuta gari amesimama mlangoni, sijui wanawabebaje kiatu zote, tunamkuta amesimama, nakwambia nitapazoa jina la Yesu. Kabla mwilini mtaniona kadogo, lakini rohoni nikija nitasimama kama bulldozer kwenye geti, mtapitisha yeyote, hakuna mtakayemuua, hakuna atakayekufa tena kwa upanga kwa damu ya Yesu. Unajikuta unafutana na vita ya madhabahu ya kurudi, ukutana na vita ya madhabahu ya Kinyerezi, ukutana na vita ya mahali ulikolewa, mahali ulikozaliwa. Kwa hiyo unaishi mchaka. Yaani unaishi tu mchaka. Wachagu wa kijijini wafanye kazi wa
unazo, ugali unao, unayo viazi, vitumbua kwa mama nani, vyote vya kwako. Kula umo ndipo tatendo mabaya wala sinema. Acha kula ovyo. Yaani ukishajua kwamba wewe ni askari, tafuta namna ya kula. Amina. Punguza. Kwa mama Juma nitafuata. Acha pale wanamtakiwa kula. Wewe uangalie hata kama unatamani. Leo ilazi mwili ni dhaifu, jamani niokoe na yule mwovu. Unaiangalia, unaimezea mate, unapenya kwa jina la Yesu. Kwa sababu nini? Unajijua wewe ni askari, ujue ni wapi ambako vita itakapokuja.